Ikiwa ni saa 12 saa za Afrika Kati asubuhi, saa 11 majira Afrika Mashariki, tarehe 4 za mwezi wa kwanza 2026, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari mwenyewe wa habari za moto. Uvira, M23 wakiona cha mtema kuni kutoka kwa FARDC pamoja na wazalendo, huku wengine wakikamatwa mateka. Kinshasa, M23 waliokamatwa kwenye uwanja wa vita jimboni Kivu ya Kusini ndani ya jiji la Uvira watambulishwa rasmi kwa Umoja wa Kiafrika pamoja na Umoja wa Mataifa. Uvira, raia wa Uvira wahitajika kuwa na utulivu kusubiria ukombozi kutoka kwa FARDC pamoja na wazalendo. Na Moini amka na Baraka1 TV ambao kunasikiliza kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kumbuka pia operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea, na kama hujaungana na operation hii, tafadhali tumia namba ambazo kunaziona kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV. Na pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na matukio mengine ya yale yote ambayo yanazidi kurindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tuanze na taarifa hizi kutoka ndani ya jiji la Uvira ambako M23 wakiona cha mtema kuni kutoka kwa wazalendo na FARDC, huku wengine wakikamatwa mateka. Mapema Jumamosi ya tarehe 3 Januari 2026, mapigano makali yaliweza kuzuka katika vitongoji mbalimbali tarafani Uvira jimboni Kivu ya Kusini, ambako magaidi wa M23 walizivamia ngome za majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo. Vyanzo kutoka katika hayo maeneo vinathibitisha kwamba magaidi wa M23 ambao wanasaidiwa na vikosi vya Rwanda waliweza kuvamia kambi za majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo, huku wakakumbana na kile kinachoitwa na Waswahili kwamba ni kimtema kuni. Mapigano hayo yalizuka katika milima ya nyanja ya juu, maeneo ya Kashombe, Lubanda pamoja na Musingwe, vile ikiwa ndani ya sekta ya Katongo pamoja na Kigongo. Mapigano hayo yaliokuwa yakilia kwa silaha nzito pamoja na silaha nyepesi zilisababisha mamia ya watu kukimbia makazi yao na kujirundika ndani ya katikati ya jiji la Uvira. Ripoti kutoka katika mapigano hayo ni kuweza kukamatwa kwa magaidi wa M23 ambao walikuja kujisalimisha, na hivyo moja kwa moja tuingie katika hayo maeneo kumsikiliza msemaji wa CNPSC wa Obwela Dato akija na ripoti kamili kuhusiana na mateka waliokamatwa kwenye uwanja huo wa mapigano na jinsi hali ilivyotokea. Nakuita tena mbele yenu ya wakongomani wenye kuwa ndani ya nchi na wenye hawako ndani ya nchi, wenye wako nje ya nchi, ya kwamba nakuja hapa leo. Tuko le 3 janvier 2026, le 3 samahani, ndio tarehe ya leo. Nilikuja hapa ili niwaambie kufuatana na vita ambayo tunaifanya leo asubuhi. Adui M23 bar RDF alikuja kutuataki mu milima ya Katongo. Katongo ni mwingine iko 8 kilometre na vile ya Uvira. Adui anakuja kutuatake pale, na wakati anakuja kutuatake tunapigana naye kuanza ile masaa ya maine mate mpaka gisi tunamfukuza mbilima vyote vya vilima yote ya Katongo tunamfukuza. Milima ya Kigongo tumemfukuza mpaka hii saa niko nabambia, tuko na batu wenye balikia kujirandre, tuko na basoda ya M23 wenye balikia kujiripoti kwenye sie, tuko kuona nguvu zinabashinda, kuona banaishiwa na nguvu, banakuja kujirandre, na nitawasukumia mavideo za wale kuja kujirandre mpaka adui tunamfukuza milima yote. Na saa hii niko nabambia, sisi ndio tunakontrole milima yote ya Katongo na Kigongo.
Mimi najua watu wa Uvira wako nasikia milio ya risasi, watu wa Uvira wako nasikia milio ya bomb. Ni kusema ni vita ambayo tunapigana, walikuja kutupambanisha, tunawafukuza mpaka wa Obwela Dato ameweza pia kutoa ushauri kwa M23 wote ambao bado wanaendelea kutumika kwa lengo la kuleta usalama mdogo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kujisalimisha, maana ndiyo njia pekee ya wao kuweza kusalimika. Kuna message ambayo niko napenda kuambia ndugu zetu wa Kongomani ambao wako ndani ya M23 RDF. Wenzao wote wenye wako wanakuja kujirandre, tuko tunawapokea vizuri na tuko tunawatia malezi mazuri. Ni kusema wakuje, waache kutumika kazi ya adui, waache kutumika pamoja na waagreseur. Inchi ni inchi yetu, ile ni Rwanda ambayo iko na agenda nyingine. Rwanda iko na agenda ya kupiga, ya kunyang'anya nchi yetu. Rwanda iko na agenda ya kuua wakongomani. Kwa hiyo ni kusema tunaendelea na vita, na hivi tulimfukuza mwa ile milima. Watu wa Uvira watusubiri, tutafika. Na sisi walikuja kutuchokoza mwa hii milima ya Katongo na Kigongo. Tunaambia watu wa Uvira ya kwamba saa tutademare hapa, saa tutademare, hakuna mtu ambaye atatusimamisha, hakuna mtu mwenye atatusimamisha. Tutademare hapa, hakuna mwenye atatusimamisha. Ni kusema vita ni mpango. Kwa hiyo wakongomani wenye wanatumika na M23 wasidanganyike, wasidanganywe bure, wakuje. Wenye wako wanakuja, tuko tunawapokea. Wanakuja wanateseka sana, wako wanalia njaa, wanasema wako wanakufa, wanawaua. Ukisema unachoka wanakuua, ukiuliza swali wanakuua. Kwa hiyo ile iko esclavagism, ile iko kutaka kuua wakongomani. Kwa hiyo mkuje, tutawapokea na mtakia kutumika kazi ya faida ya nchi yenu. Asante tena. Mimi mwenye mnaniona hapa, mimi ni wa Obwela Dato, niko msemaji wa wazalendo ambaye tumejitoa ili tupiganie nchi. Kuhusu collaboration entre sisi na FRDC, en tout cas sisi na FRDC tunatumika vizuri. Mnajua sisi wazalendo tuko unité de réserve, tuko réserve armée à défense, tunatumika en appui kwa FRDC. Mnajua kama FRDC ndio baba zetu, FRDC ndio wenye wanatusaidia kila kitu, na inabidi tuwaheshimu na inabidi tuwe na roho ya upendo. Nitaomba wengine wenzetu wazalendo wenye wangali wanazagazaga na masiraha huko manyumbani wakuje, sisi sote tuungane pamoja ili tuangalie namna gani tunaweza tumfukuze huyu adui. Waache ma distraction, tumfukuze adui. Adui ana mbinu za kufukuza, apigane na Rais Tshisekedi. Adui anakuja kutunyang'anya nchi. Wasiwadanganye kama hii vita ni vita ya siasa. Hii sio vita ya siasa. Ama wasiwadanganye ya kwamba hii ni vita ya liberation. Hii si vita ya ukombozi. Hii ni vita ya uvamizi, ni aggression. Hii ni vita ya uvamizi, hii ni vita ya kuua wakongomani, hii ni vita ya kutunyang'anya nchi yetu. Kwa hiyo kama M23 RDF iko inadanganya watu ya kwamba wanakuja na vita ya ukombozi, ni uongo. Rwanda iko na agenda yao na wafuate Rais Tshisekedi, hapana. Wanafuata ni kunyang'anya nchi yetu. Kama wakiwaambia ya kwamba wanafuata Rais Tshisekedi, ninajua hii vita M23 ilianza mu 2012. Mnajua vile mu 2012 Rais Tshisekedi alikuwa haiko. Mu 2012 nikikuuliza Rais Tshisekedi alikuwa, utaniambia namna gani? Kama wanasema wanakuja kupambanisha Rais Tshisekedi, 2012 hakukuwa. Rais Tshisekedi anakuja mu 2028, mu 2018. Ni kusema hawafuate Rais Tshisekedi, wanafuata njoo kutunyang'anya nchi yetu. Wanakuja njoo kuvamia nchi yetu. Wanakuja njoo kuiba mali yetu. Kwa hiyo sisi wazalendo wote tuungane pamoja na FRDC, tuangalie namna gani tutamfukuza huyo adui ili nchi yetu ipate amani, ili tutumike mali, ili tufaidike kwa mali zetu ambazo Mungu ametupatia. Asante sana na nawashukuru. Muendelee kutuunga mkono, muendelee kuwa na confiance ya jeshi la FRDC, muendelee kuwa na confiance na wazalendo, muendelee kuwa na confiance na gouvernement, muendelee kuwa na confiance na Rais Tshisekedi. Anafanya iwezekanavyo ili nchi irudie mikono yetu. Asante na tena nawashukuru. Tuko tarehe 3 za mwezi wa kwanza mwaka wa 2026. Na baada ya taarifa hizo kutoka ndani ya jiji la Uvira, na moja kwa moja tupande makao makuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako ni Kinshasa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC
ambako M23 waliokamatwa kwenye uwanja wa vita watambulishwa rasmi kwa jamii ya kitaifa pia na ya kimataifa ndani ya jiji la Kinshasa. Hiyo hiyo tarehe 3 za Januari 2026 kwenye College des Hautes Etudes de Stratégie et de Défense jijini Kinshasa kuliweza kutambulishwa sura mpya zikiwa ni za wanajeshi wa vikosi maalum vya Rwanda, Force Speciale, Force de Defense Rwandaise, na pia raia wengine 8 wa kigeni ambao walikamatwa kwenye operesheni za kivita ndani ya jiji la Uvira, na hivyo kuweza kutambulishwa kwenye vyombo vya habari kwa waandishi wa habari na pia kuweza kutoa taarifa hizo kwa jamii ya kitaifa pamoja na jamii ya kimataifa. Imefanyika hivyo ili kuweza kutoa kama ushuhuda wa yale yote ambayo yako nazidi kuendelea kwenye uwanja wa mapigano, ambako serikali ya Kigali mara kwa mara imekuwa ikikataa kwamba haihusiki kwenye vita inayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huu sio mara wa kwanza kutoa ushahidi wa wanajeshi wa Rwanda waliokamatwa kwenye uwanja wa mapigano, lakini bado Kigali inazidi kukataa kukamatwa kwa wanajeshi wake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali hiyo ilitokea mbele ya waandishi wa habari wa kitaifa pamoja na wa kimataifa. Kwenye tangazo la awali, Luteni Kanali Mark Azukai Mongba ambaye ni kamanda msaidizi wa vitengo vya mawasiliano pamoja na taarifa za habari za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anayehusika na operesheni pamoja na upelelezi, lengo lilikuwa ni kuweza kuwatambulisha wahalifu hao wa kivita kutoka jimboni Kivu ya Kusini ndani ya jiji la Uvira kwa jamii ya kitaifa pamoja na ya kimataifa. Kamanda huyo wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anahusika na masuala ya upelelezi pamoja na habari za jeshi ameweza kusisitiza kwamba wamefanya hivyo kama serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jeshi la FARDC ili kuweza kuvunja ukimya ambao uko unaonekana kwa upande wa baadhi ya nchi za Afrika zinazokalia kimya uvamizi wa Kigali unaofanywa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia kuweza kutoa uongo wa Kigali nje. Tofauti na wanajeshi hao, pia kuna raia wengine waliokamatwa vilevile wakiwa ni wa kigeni kwenye uwanja wa mapigano. Na muko naendelea kusikiza Amka na Baraka One TV, ikiwa ni tarehe 4 za mwezi wa kwanza 2026 saa 12 asubuhi saa za Afrika ya Kati, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Hii ni Amka na Baraka One TV, na pia unatusikiliza kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, kutoka Europe, UK, Central pamoja na East Africa, na wale wote ambao kwa maeneo ya Afrika ya Kusini. Jide Kizenga Tembele, King Sele Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, da Feza, da Litesha, da Asha, da Irene, Akisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, ukiwa unasikiliza Baraka One TV. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko jijini Kinshasa, turudi ndani ya jiji la Uvira ambako mapigano, raia wahitajika kuweza kutulia kusubiri ukombozi kutoka kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na waza. Kwa hali jinsi inavyozidi kuonekana kwenye uwanja wa mapigano, huku wanajeshi wa FARDC pamoja na wazalendo wakionyesha kuwa na mukari na nguvu mpya na hamu ya kukomboa maeneo yote ambayo yameshikiliwa na magaidi wa M23 jimboni Kivu ya Kusini. Raia wanahitajika kuweza kuwa watulivu na kusubiri ukombozi ambao uko unakuja siku si nyingi. Wameleta wanajeshi wengi na kuwapandisha kwenye milima ya Kigongo pamoja na Katongo, lakini wote hao wanakutanana na mkono wa chuma kutoka kwa wazalendo na FARDC. Kwa sasa ni hatua kubwa na hatua ya muhimu ambayo iko kwa upande wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maana wanazidi kupiga hatua ya kusonga mbele, na muda si mrefu jiji la Uvira litaingia mikononi mwa FARDC pamoja na wazalendo, kama unavyosikiza ujumbe huu kutoka kwenye uwanja wa mapigano. Ubache ba debogde mekula wana debogde
kunafungiwa sentire moya yenye bako wanapigwa, hatuwezi sema ni batu ya Baraka banaweza kutemwanye. Batu ya Baraka ndio kunaona mateka biko nakamatiwa kila siku muvita, tuko tunapigana hapa Katongo hapa. Vita yetu mko mnasikia Katongo na kunapigiwa vita Katongo vita. Mko mnakosekana hata 20 persone banakamatiwa mateka mwele vita. Muvita tuko tunaiko napiganiwa hapa Katongo hapa. Kila vita siku yote mko nasikia vita Katongo. Mko mnakamatiwa plus ya 20 persone. Mateka, mamora kuna kuhesabia. Ni fasi moja chaweka kama mtego, ni mtego ya panya. Ni fasi ni kama mtego kapanya. Unaona? Ndio maana muache kujankete. Colonel Michel yakula makuta na anaana na ile akila kukula makuta saa hii. Na akikula makuta tutampiga vita. Unaona? Akikula makuta watu watawia alikula makuta, anaanza kutufukuza. Anaanza kufukuza wazalendo, anaanza kubagoa wazalendo, anaema wazalendo minisio. Atapigwa. Haitakuwa sema tuchunge wa mfunga, ni kumalizana kwa sepeke kusepeke. Mbele wa ndugu yangu wa Kongomani. Vita kweli vita iko. Na hapa Uvira sasa mlikuwa mnasikia ni masase kiloko, mnasikia mabombe. Mnataka sikia vita sasa inataanza. Vita mnataka kusikia Uvira. Vita inataka kuanza. Vita inaanza sasa Uvira. Mlikuwa mnasikia ni mabombe na hii kalme ya hii 2 jours 3 jours kama mnaona Uvira yakamatiwa. A partir ya le 30 balikala chini kusema tuache batu le 31, tuache batu le 1er, tuache batu le 2. Bafete mawazo ipunguke. Unaona, wakufurahia na mwaka mpya. Ilituma amunasikia hii 3 jours amsikie tena mapambano munivua Katongo. Mwiwe kama tukipenda hata kesho Uvira inaweza kamatiwa. Tukipenda hata kesho Uvira inaweza kamatiwa. Unaona? Ila acha kwanza tumalize nguvu ya M23 mkamtego. Nikamtego. Tuko nafasi tushatega mtego, nikamtego, biko wanaingia mtego wanakamatiwa 30, 50, 20 make 35 bakukufa wanakufa banabebewa Baraka. Na wengine mko unaona maimaje, mimi naweza mrezo sio mko mnapata maimaje. Unaona? Bebe na cheki cha nguvu wanabaua. Benye wanatulia wanakamatiwa mateka wanabebewa Baraka. Nikamtego kituko na kamtego ketu hapa Muvira hapa. Ndio maana mwacha kamtego kwanza, tuitiliza kamtego ketu, tukiona wanakarezone ndio tunasema sasa tukamate Uvira, ndio tupande sasa tika Manyola paske force yabo itakuwa ishaisha. Nguvu ya M23 itakuwa ishaisha, munivu ya mtego tuko tunatega na biko wanapigwa debogdema yote, mko mnasikia bana debogde mo plateau. Bandugu yangu watu wanakufa mubaya sana. Na hebu wewe peke ba M23 wanaweza kujitemanya mu maro yabo, wanaweza sema kweli huyu ndugu yuko naongea sawa, naongea kweli. Banakufa mubaya frere, banakufa mubaya sana. Unaona? Na kukamatiwa mateka. Mlikuwa muone mama mateka, amlikuwa mko mnaona mama mateka. Mlikuwa mateka ingine iko nakamatiwa mpaka mpeke mnaishiwa. Msidanganywa seme Colonel Michel ni tigeti hapana. Jinsi mlisikia mzee William Amuri ya Kutumba, mnamsikia mzee Kalembe Ngoma Nzito anaongea na baadhi ya wengine ba general. Ndio wa general tubale biko charge na operation. Unaona? Kama leo vile takatala kukamatiwa kwa mikono ya yetu si bazalendo, mtu kondane. Msikondane FARDC, parce que FARDC inatupatia minisio. Na kama watatuma minisio, tutapanda kumedia, tutasema FARDC na tutirege na tuma minisio. Unaona, tutasema kumedia FARDC inatuma minisio tusikamate Uvira, na utasikia baadhi ya general bataongea. Msifuate general mwenyeko nyumba mwake iko nafanya registrement kama chakula makuta M23 iko nakwambia M23 ya bazalendo ba FARDC banatuma hiki banaanza kutafutia bongo yenye iko. Tuevite ile mambo ndugu yangu.
tuache mambo ya kusikia, tupende nchi yetu. Unaona ba frère, vita inapangiwa, vita iko bien sana, vita hii iko bien prepare na kitabu kote kiko bien, na mujikaze, mwambie M23 isijiretire yo peke Muvira, basi pime kujiretire, babakie Muvira, tupigane gisi balipiganaka bakakamata Uvira kutiraizo. Sie tutapigana ni kwa nguvu ya Mungu na bababu. Uvira takamatiwa mu mikono yetu. Uvira iko ansekle. Uvira saa hii ni saa itakamatiwa. Hata mko mnasikia bana renforcer Uvira, wanamwanga basoda bale basoda, mko na banaingia me amko na yasa wanatoka, amko na yabo bako naishia wapi na biko nenda wapi na biko wanapigana hayo. Amujifunze vita hii masiko te, mko mnasikia vita Katongo mabombe, vita Katongo mabombe, na mta comprendre vita ilikuwa ya nini. Ile milima yote ya Katongo yote ilikuwa desesha kwa deborde, ni walipigwa bana kamatua mateka mubaya sana. Kama mtu kwa na ndugu mwenyeko Baraka anaweza kutemwanyie kweta mazora Baraka, watakwambia basoda biko na bebeo hai ba M23 kwa na bebeo hai, atakwambia unaona. Mambo tu atupende tena, mambo ya kujionesha sana, bakuone wewe ni nani. Ndio maana kama unaona ba general ba chitatu kwa marezo social aseme mie Senegal ngoma nzito niko muvita, mie Senegal kanani William niko muvita. Hapana, inakuwa ni secret. Kama liko confie wanakupatia operation, ufichike tashe yako, ufichike tabia yako, acha wachini yako aongee, acha porte parole wako aongee mbele wa ndugu yangu wa Kongomani. Vita iko bien placé, bientôt Uvira iko nakamatiwa na M23 isijiretire, parce que moto uko banapata na bisi uko banakamatiwa mateka. Ya riske bajiretire bane fungia fro Kamanyola, ya riske mutasikia M23 na jiretire Muvira, unaenda fungia fro Kamanyola, ni kukimbia, banapigwa. Abapende batoke babachekeye, asa balibapiga wanawakimbiza hapa Uvira. Banaweza kujiretire tu wao peke. Musansa kusema tunaretire, tuna respecte accord ya Washington, banaenda fungia front Kamanyola, itakuwa ni ya bongo, itakuwa ni bongo. Bandugu yangu banapigwa. Ndio maana Uvira bientôt kuna kamatiwa. Tuombeane Mungu, tukale kumagoti, tuambie Mungu tenda ishara kwa mpango ya banadamu tuko tunapanga sisi wazalendo juu ya kukamata Uvira, kusingie tiraizo na kusingie idea mubaya. Ndio ile bandugu yangu na balomba sana Mungu abasaidie, na tuache kusikia, tupende inchi, tupende inchi yetu, tuache mambo ya tribalisme, tuache mambo ya kusemea mtu bongo kurezo sosio juu ya batupende. Hapana. Basenegale yetu ya kizalendo banapigana vita, basenegale yetu ya FARDC sandiza kolonel mwenye tuko naye, general mwenye alipana Uvira tuko naye, mwenye tuko naye ni Colonel Michel. Msipende kumdestabilize, msipende kumvunja nguvu ya kutusaidia sisi wazalendo. Tuache ile hali, haiko tretre ule mtu, haiko tretre, ni mtu anatusaidia sana mwa vita, anatukonfie vita. Ndio ile ndugu yangu, Mungu awasaidie sana. Nashukuru sana, mtanisamee kwa mrefu, nilitaka niwaeleweshe. Asante. Makambo Munene Omega. Ni mtu ya wapi? Equatorial. Ukota msala soda banda bulani. Date ya incorporation ya msala soda 2022 msala formation 2022 msala formation na lukusa ndenge hiyo sere tulive na M23 bazwa nga manteka na Goma kwa yaki ile bazwa nga manteka moya kotima bameza la kite tatu kome awande vira nde na juma ya kotima. Donc kimi bango a partir ya wapi? Nambo place bazawana namboka wana Kigongo yo kimi bango banda Kigongo baza boni na Kigongo baze bebe
baza ebele na Kigongo wana baza mukeme na Zamba nde na Ngomba baza ebele ndio Ngomba baza ebele sikoyo ba minisho bazonga misaada na bango misaada na bino utaka wapi msaada na bango zuta na bwana msaada na bango zuta na bwana bar menini eza na Kigongo logistique na bango bar menini bar medapi nini baza na ngora Kigongo na baama dapi na bango presque nyonso eza na likolo ya Ngomba oyo batika na se kaka oyo ya Mirage wana eza na Uvira sikoyo bon tango bino bozobunda bazoyebisa bino mission na bango ezani tango bazosala bitumba bazoyebisa bino mission ezani selon bango mpenza vérité bazoyebisa biso bakongolais te komanda na bino azalaki nani tikali koyeba ata kombo na ye pe te nde Gatete azalaki capitaine Gatete akufi deja akufi na bitumba ya wapi awa akufi na bitumba biso tubunda awa nde komanda kopani Gatete ni mtu ya wapi Gatete Sibomana Claver aza mutu na bango akuna Gatete Sibomana Claver nde komanda kopani minduki na bino za wapi minduki na bino bino bozaki wana basa minduki batesaka biso komba ndoko bazaki utilize bino wana bozaki basa minduki yo pe komona nani nani oyombo Patrick yo pe bakanga mateka na Goma bakanga mateka na Goma to koma kuna moya kutimi ezalaka te parce que bakasaka biso makasi bagrene lekaka makasi mpona kozwa jeu ya kokimi ezalaka te ele tokomi na moko oyo yao esika baza wana nde toyi komona na 0 heure toyi kobima wana na butu na 0 heure nde tokoti nzamba toki kokutana na bandeko na biso bazaleli nde baye koloba peno bosi kokomi place gouvernement azali yo pe komona jina yangu Benjamin Sumbu Rafael kwenu wapi kwetu Kindu balikukamataka wakati wa benikamataka Goma nikia Goma kusoma niko etikia niko natoa kwa masomo nikiona gari mbele yangu ya noa ile gari kiniita bakiniambia ingia tuongee nikiingia bakiniposema question nikijiretrouver deja basha nipeleka ku centre ya formation kule Chanzo nikafanya Chanzo 6 mois mpaka hivi familia ijua hata adresse na telefone yote kunyanganya mpaka hivi abetikake kupona telefone wala bakuona uko naongea na telefone yope ngai pe kombo na ngai eneo ete mwami Christophe naza policier bakangaki ngai na Goma pe po ndenge baninga na biso bakimaki tozangaki nzela kokima ne bamemaki biso kuna na Rumangabo bapolisier na basoda nyonso Rumangabo nde tozwi kamwa occasion na 0 heure biso 4 personnes ndo tokimi bango bon bakongole mususu baza na kati ya bino baza na tension bango pe ya boyete baza na tension ya kobima me moyen ya kobima nde eza te soki bayebi ke okokima babomio tango biso tobetaki bino na tobetaki na nini na Kigongo Katongo esprit na bango ezalaki ndeni bino bozalaki ere bozobuna na bango wana comme bango bayebi keno bayebi bazoyeba keno boza kotoyo na Burunde bazalendo na bayibu c'est-à-dire biso tozotikala na biso kaka kuna sima azotika biso sima mpona nini ere bansasi esili bango biloko kolia nde bamemi biso tomemi mikumba wana tokoki kotikela bango me makambo na bango nyonso ezouta Rwanda na bangomba oyo bango esika oyo ekobumi na bango ya sukasuka ya lubia ava biso tokoma na ngomba wana eza na 2 armes kanosa rekile ya milimetre 100 milimetre eza wana 2 armes wana moko bapointe yango na mai mpona bazelisa hors bord ere komata na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kuamka na Baraka1 TV ya tarehe 4. Tukutane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12, ikiwa ni Jumapili njema kwa Wakristo wote ambao wamekwenda kanisani na ambao watakwenda kanisani kwa siku hii ya leo.
Na pia tuwatakieni Jumapili njema wananchi wote wakazi wa jiji la Uvira, na pia poleni kwa mikasa ya M23 iliyofanyika jana kwenye salongo ya kuweza kumua mtu wakati wa salongo. Hao sasa ndio M23. Tukutane majira ya saa 6, tutazungumzia hili swala pia saa 6.